Kwa hiyo maandamano, kwa mfano kama hapa mimi na biashara yangu, alafu inatokea vurugu. Unapotokea vurugu nabidi nikimbie. Ninapokimbia biashara yangu naiacha. Nikishaiacha biashara yangu na masi jaacha mahali salama. Kwa hiyo kuna watu wengine wataingia wataniibia. Mwisho itakuwa sina tena biashara, na maana biashara yangu itakuwa imefia hapo kwa ajili ya vurugu na maandamano. Kwa hiyo ushauri wangu, maandamano tusiandamane. Kwa hiyo amani ni kila kitu kwenye maisha ya binadamu, ikiwemo kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya taifa. Amani ndio kila kitu. Ukiwa una amani utaweza kufanya kila kitu, ukiwa unajiamini. Kwa hiyo tuitunze amani yetu ili tuweze kuendeleza familia zetu. Tutaweza kuhudumia familia zetu tukiwa tuna afya njema, tukiwa tunajiamini. Watoto wetu watasoma, wataenda mashuleni, tukiwa nasi tunatafuta, tukiwa katika shughuli zetu hatuna wasiwasi, tunajua watoto wataenda shule, watarudi wakiwa salama. Lakini kama hakuna amani, watoto utakuwa huwezi kwenda katika shughuli zako za utafutaji ukiwa una amani moyoni mwako, kwa sababu unajua huku nyuma nikiondoka nitaacha familia yangu iko katika msukosuko. Watoto watavamiwa, watoto watatekwa, watoto watafanywa mambo mabaya. Hivyo sisi kama Watanzania tunatakiwa kulinda amani kwa nguvu zetu zote na kwa akili zetu zote, bila kuangalia kwamba kuna jambo gani mtu anakwambia ili kuiondoa amani. Hata tukisoma katika maandiko yetu matakatifu, iwe Biblia au msaafu, inazungumzia amani. Tunza sana amani kuliko vyote ulindavyo. Tuilinde amani yetu ili tuendelee kulijenga taifa letu tukiwa na afya njema na tukiwa na nguvu. Amani katika ulimwengu ndiyo dawa ya maisha. Ndiyo dawa ya maisha na ndiyo kitu kinachoweza leta upendo katika ulimwengu. Nchi yoyote yenye amani, basi hiyo nchi kupata dosari itakuwa shida sana. Jambo la pili, amani inapatikanaje? Kwanza mwanze kupendana nyie wenyewe kwa wenyewe. Wenyewe kwa wenyewe mwanze kupendana. Baada ya hapo ndio mtawapenda hata majirani zenu kutoka Kenya, Uganda, sijui Burundi, sijui wapi. Ndipo mtakapoingiza upendo hata kwao.